Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo tena. Unawezaje kukwepa mtego wa watu wanaokatisha tamaa? Unawezaje kukwepa mtego wa watu wanaokatisha tamaa? Kabla sijaendelea, ningependa nitoe simulizi fupi iliyomhusu mwanariadha mmoja aliyejulikana kwa jina la Rogers Bannister. Mwaka 1954 Mei 6, Rogers Bannister alivunja rekodi ya kukimbia maili moja kwa muda wa dakika 3 sekunda 59 microsecond 4, ambapo ilikuwa haijawahi kutokea hapo kabla. Lakini sasa baada ya wiki 6 zingine, mtu mwingine aliweza kuivunja rekodi ya Rogers Bannister. Na kwa sasa ni takriban zaidi ya miaka 60 imepita, watu wameweza kukimbia kwa dakika 3 na sekunda 43. Maana yake ni kwamba maili moja watu wameweza kukimbia kwa muda wa dakika 3 na sekunda 43. Kitu ambacho kilionekana kuwa ni kigumu hapo nyuma, mwanadamu wa kawaida kukimbia haraka zaidi chini ya dakika 4. Unaweza kudhani Rogers Bannister hakukatishwa tamaa au hakupitia changamoto ya kukatishwa tamaa? Hapana. Rogers Bannister alikuwa ni miongoni mwa watu waliokatishwa tamaa, na pengine ingekuwa ni wewe au ni mimi leo, huenda nisingeweza kukimbia au kufanya au kutimiza ndoto aliyotimiza Rogers Bannister. Kwa sababu kuna mtu aliwahi kusema, ikiwa kuna mwanadamu atatokea akaweza kukimbia maili moja chini ya dakika 4, manake atakuwa yupo kwenye hatari kubwa ya kujisababishia matatizo ya moyo. Lakini Rogers Bannister hakuweza kusikiliza maneno hayo, aliamua kufuata kile anachokiamini, na ndio maana mpaka hapo sasa akaweza kuvunja rekodi hiyo. Lakini baada ya Rogers Bannister kuvunja rekodi hiyo, akawa sasa ametengeneza mfumo kwa watu wengine kuamini kwamba kumbe inawezekana zaidi tena kukimbia chini ya dakika alizozikimbia Rogers Bannister. Na ndio maana sasa tunaona kwamba tayari rekodi ya Rogers Bannister ikaendelea kuvunjwa siku hadi siku. Kilichofanyika kwa Rogers Bannister, aliamini ni kwamba kila kitu kinawezekana katika dunia hii. Kile ambacho wengine wanaona hakiwezekani, lakini yeye aliamini kinawezekana, na ndio maana aliweza kuvunja rekodi hiyo. Rogers Bannister kilichomfanya aweze kuvunja rekodi hiyo ni kwamba hakusikiliza maneno ya watu walisema nini kumhusu yeye. Alichoamua ni kusimamia kile alichokuwa anakiamini. Na hata wewe sasa, huenda upo kwenye biashara, upo kwenye kazi, au unafanya jambo lolote lile, kuna watu wamekukatisha tamaa, imefikia kipindi umeanza kuona kama sasa mambo yako yanaenda kombo. Unachotakiwa ni kwamba usisikilize wanakuambia nini, ila fuata kile ambacho wewe unaamini. Sikiliza nafsi yako inaamini kitu gani. Hakuna kitu kinachoshindikana katika dunia hii. Kama utaamini, unaweza ukafanya. Lakini kuamini tu hakutoshi. Amini, chukua hatua, tenda. Maana yake ni kwamba tayari utajikuta umeweza kufanikisha jambo ambalo tayari unalifanya. Kuna maneno matatu tu ambayo mwandishi Chris Hogan aliwahi kusema kwamba wanapokuwa watu wanakukatisha tamaa, prove them wrong. Hicho tu ambacho kitakufanya wewe usikatishwe tamaa tena, na utaweza kufikia malengo ambayo tayari umejiwekea au umeamini katika hicho. Karibu sana katika YouTube channel ya Timothy Mbogo Empire. Tuendelee kujifunza zaidi.